Makundi maalum ya kijamii ikiwemo vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu yamewekewa mazingira mahususi ya uwezeshaji ili kuongeza ushiriki wao katika hatua mbalimbali za ugavi wa bidhaa na huduma. Kwa ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, katika nyakati tofauti serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kuimarisha usimamizi wa shughuli za ununuzi wa umma na ugavi. Hatua hizo ikiwa ni pamoja na kutungwa na kutumika kwa sheria ya ununuzi wa umma namba 10 ya mwaka 2023 na kuanzishwa kwa mifumo ya tehama kama vile NeST, TANSIS, JIMIS na MUSE ili kuongeza uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika hatua za mnyororo wa ugavi. Kupitia utekelezaji wa sera hii ambayo sasa tulikuwa tunachukua hatua hizi mbalimbali, lakini hatukuwa na sera. Kupitia utekelezaji wa sera hii, serikali inalenga kuendelea kuimarisha matumizi ya tehama ili kupunguza mianya ya upotevu wa rasilimali za umma, kuongeza ufanisi katika usimamizi wa shughuli za serikali na kuongeza mauzo ya bidhaa na huduma za Tanzania katika masoko ya kikanda na ya kimataifa. Naomba nisisitize maeneo machache. La kwanza, wadau wa sekta binafsi waweke mikakati ya kuimarisha mifumo ya ushirikiano na sekta ya umma ili kunufaika kikamilifu na fursa zilizobainishwa katika sera hii. Na sisi kama ambavyo Mheshimiwa Rais alishaelekeza, milango yetu na mkono wa ushirikiano na sekta binafsi uwe wa kipaumbele, kwa sababu katika dira ya 2050 mchango mkubwa katika utekelezaji wa dira hiyo, takriban 70% ni sekta binafsi. Tumekuwa tukitekeleza shughuli za mnyororo wa ugavi kupitia sheria na kanuni bila ya kuwa na mwongozo mmoja wa kisera unaounganisha hatua zote kwa mtazamo jumuishi. Hali hiyo ilisababisha changamoto za uratibu, udhibiti wa gharama na ubora, pamoja na upungufu katika baadhi ya maeneo ya utekelezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunalazimika kujali mnyororo wa ugavi kwa sababu kwa ujumla wake hili ni suala kubwa katika kuimarisha utawala bora nchini. Naitwa Michael Salali, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la FDH. Tumeshiriki kwenye uzinduzi wa sera ya manunuzi na ugavi ambayo leo mgeni rasmi amekuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na sisi kama watu wenye ulemavu tunafahamu kwamba sheria ya manunuzi inataka 30% ya manunuzi yaende kwa makundi maalum, na sisi ni sehemu ya wanufaika wa mbele kabisa katika sheria hiyo, na ushiriki wetu umekuwa ni ushiriki wa moja kwa moja na wenye nguvu, kwa sababu kama taasisi, lakini kama kundi la watu wenye ulemavu tunashiriki kama wanufaika muhimu. Lakini tushukuru sana serikali. Moja, wakati wa uzinduzi wa sera hii yako mambo kadhaa ambayo sisi kama watu wenye ulemavu tumefaidika nayo. Moja ni kujumuishwa kikamilifu wakati wa sera yenyewe. Lakini pili, sera hii imewekwa kwenye mazingira rafiki ambayo kila kundi lina access. Kwa mfano, kundi la watu wenye ulemavu wa kuona wamewezeshwa kuifahamu sera hii. Kundi la watu wenye ulemavu wa kuona wamewezeshwa kuifahamu sera hii kwa maandishi ya nukta nundu.